Hujambo mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi. Maelfu ya Wakenya leo wamejitokeza katika miji mbalimbali wakiandamana kuadhimisha mwaka mmoja tangu tukio la kuvamiwa kwa bunge la taifa mnamo Juni 25, 2024. Waandamanaji, wengi wao wakiwa vijana, wameonekana katika miji ya Nairobi, Kisumu, Mombasa na Eldoret wakibeba mabango ya kupaza sauti wakitaka haki, kupinga ufisadi na kushinikiza mabadiliko ya uongozi. Maandamano haya yamepewa jina la Gen Z Memorial March. Tukio hili limechochewa zaidi na kifo cha kijana Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi mwezi uliopita. Kifo hicho kimeibua upya hasira dhidi ya ukatili wa vyombo vya dola. Katika baadhi ya maeneo, polisi wametumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji. Mashirika ya haki za kibinadamu yameripoti visa vya watu kujeruhiwa, huku baadhi wakikamatwa na polisi. Wakati huo huo, mamlaka ya mawasiliano ya Kenya CA imeagiza vyombo vya habari kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano, ikidai yanahatarisha usalama wa taifa. Hata hivyo, baadhi ya vituo kama vile NTV na KTN vinaendelea kurusha matukio hayo, vikisisitiza kuwa wanatekeleza wajibu wa kuhabarisha umma. Serikali imetoa wito kwa wananchi kudumisha amani, huku mashirika ya kimataifa yakihimiza Kenya kuheshimu haki ya kuandamana na uhuru wa vyombo vya habari. Mtazamaji wa Zone Media, leo hii katika nchi ya Kenya maandamano makubwa kabisa yametokea, huku waandamanaji hawa wakiwa wengi wao ni vijana na wameonekana katika mitaa kama Nairobi, Kisumu, Mombasa na Eldoret wakibeba mabango ya kupaza sauti wakitaka haki, kupinga ufisadi na kushinikiza mabadiliko ya uongozi. Lakini pia maandamano haya ni kuadhimisha mwaka mmoja tangu tukio la kuvamiwa kwa bunge la taifa mnamo Juni 25 mwaka 2024. Salia na Zone Media, tutakuletea taarifa zote kutokea nchini Kenya kuhusu maandamano haya. Jina langu ni Victor Moshi.